sababu ni shehe wa kata na tayari tunataka tumpigie kura za baraza nini za halmashauri mkoa. Yeye haruhusiwi, nimekwambia haruhusiwi, sio kwa waongozaji. Yaani hivi haruhusiwi mtu kuwa na nafasi zaidi ya 2. Elewa hivyo tu. Yaani hivyo haina haja ya kurudia. Haruhusiwi mtu kuwa na nafasi zaidi ya. Sasa tumeletewa jina moja. Hawakujua sasa katibu akufafanua. Sasa wewe kama msimamiaji tu. Kama msimamizi haruhusiwi yeye kugombea sasa. Hiyo nafasi tunaifanya tunaiacha wazi. Tunaiacha wazi. Haya tunakushukuru. Kwa sababu ni kimchagua ni kanuni hizi hapa. Wewe inatosha, haina haja ya kuonyesha kanuni. Nimeshanielewa. Na unashukuru mwenyekiti. Hilo swala kweli kwa natuletea mkanganyiko. Kwa sababu una sehemu ambazo ushauri, kwa sababu watu wanarekodi, basi unataja jina lako. Naitwa Yasini Shabani. Mimi nilikuwa nadhania hivi kwamba uruhusiwi kugombea ukiwa kama kiongozi kugombea nafasi nyingine, au unaweza ukawa una nafasi nyingine ukaomba nafasi, ukishaipata ile nafasi sasa kama mwenyekiti ndio uruhusiwi kuongoza ukiwa kwenye nafasi 2, moja unajiuzuru, au ile ukiwa nayo uruhusiwi kabisa kugombea ukiwa nayo, kwa sababu nafasi ya ushehe wa kata ni nafasi za uteuzi. Huwa tunateuliwa na shehe wa mkoa na baraza la mashehe mkoa. Sasa wewe nafasi wa kuteua bado hujafika. Sasa unaweza ukaruhusiwa kupata hii nafasi ukagombea, ukishapita ile nafasi nyingine ndio wanaacha kukuteua. Au hapo inakuwaje? Ni hivi taratibu. Ukiwa ni kiongozi, kwa mfano shehe wa kata, unataka kugombea, amegombea nini yeye shehe huyu? Nitoe mfano huyo, amegombea mwenyekiti mkoa. Mwenyekiti wa mkoa. Sasa ukiwa shehe ukigombea mtu anayeruhusiwa tu, niwapeleke ili muelewe vizuri. Mtu anayeruhusiwa kuwa na nafasi 2, shehe wa kata anaweza kuwa imamu. Umenielewa? Shehe wa wilaya anaweza kuwa imamu. Shehe wa mkoa anaweza kuwa imamu. Mufti anakuwa imamu. Yaani uelewe hivyo vyeo viko tofauti. Lakini huwezi kuwa imamu au shehe wa kata alafu ukachukua nafasi nyingine. Mimi naenda kwenye kanuni moja kwa moja. Maana ile iko live, anaangalia na mufti anaangalia. Sije ukawayumbisha watu. Yaani nimekufafanulia, ukiwa shehe wa kata unaruhusiwa kuwa imamu. Ukiwa shehe wa wilaya unaruhusiwa kuwa imamu. Ukiwa shehe wa mkoa unaruhusiwa kuwa imamu. Shehe wa imamu. Lakini ukitaka kuchukua cheo kingine inatakiwa uandike barua ujiuzuru kile ambao ulikuwa nacho. Sio usimame unyoshe mkono, ujiuzuru kwa maandishi. Umeshanielewa vizuri jamani? Mimi nilikuwa nafikiria kwamba ndugu zangu, masuala ya labda yasiwe mengi sana, kwa sababu hiyo kanuni hiyo imejieleza wazi na mheshimiwa hapa akatuongoza vizuri kabisa. Kwa hiyo hii nafasi itakuwa wazi tu kwa mimi fikira zangu, wala haina haja marumbano wala nini, sababu ndio kanuni ya kusema.